Leo katika halmashauri ya Itigi imefanyika semina ya ufugaji wa kuku wa kisasa ambayo imeendeshwa na kampuni ya AKM Breeders inayozalisha kuku aina ya Broiler F1 na ni wazalishaji wa chakula cha kuku pamoja na madawa ya kuku. Semina hiyo ilifunguliwa na diwani wa kata ya Itigi mjini Mheshimiwa Ali Minja. Baada ya ufunguzi huo ulifanyika utambulisho mfupi kwa baadhi ya viongozi na makundi mbalimbali ya vijana. Baada ya utambulisho huo, mkufunzi wa semina hiyo alianza kwa kuwashukuru watu wote waliohudhuria katika semina hiyo, huku akisema watu wana malengo, watu wana mipango ya biashara ambayo hata akiweka katika makaratasi unaona kabisa hapa hela ipo. Lakini hela unaipataje? Lazima uichokoze, lazima upate kianzio cha kutoa malengo kutoka kwenye karatasi, kutoa malengo kichwani, kutoa malengo moyoni mwako, yaende kwenye uhalisia, yaende kwenye matendo. Sasa unapataje hiyo fursa? Sisi AKM Breeders Company Limited tukishirikiana na wadau wa maendeleo, hususan waliopo katika sekta ya fedha, kwa maana ya kwamba mabenki na taasisi mbalimbali za fedha, tuna uwezo na tumekwisha kufanya hivyo sehemu nyingi, kuwakutanisha wafugaji na hizo taasisi. Kwa hiyo kiufupi ninaweza nikasema kwamba hapo nilikuwa ninaitambulisha kampuni ya AKM Breeders Company Limited na kuwapeni muhtasari kidogo kujua kwamba sisi kama AKM Breeders Company Limited tuna taswira gani katika jamii na tunajishughulisha na nini. Kwa hiyo nafikiri mpaka sasa tutakuwa kwenye ukurasa mmoja wa kujua hao watu ambao wako mbele yetu, hao watu ambao wametuomba kwa muda wetu huu wa kupumzika wa siku ya Jumapili tujumuike pamoja hapa ili tuweze kufikishiana hizi fursa. Nitaungana na MC wa awali, amesema kwamba fursa mara nyingi huwa zinatafutwa, lakini kuna watu wachache ambao wana bahati, fursa huwa zinawafuata. Baada ya mazungumzo hayo, wananchi hao walipata wasaa wa kuuliza maswali kuhusiana na mradi huo wa ufugaji wa kuku aina ya Broiler F1. Kwa maelezo ambayo nimetoa awali, kwa sababu nimesema unaendelea na fursa ni nzuri, na nimeona kigezo namba moja au mlengo ni kijana, lakini nimefafanua sio lazima kijana tu, hata mzee anaweza akamtumia kijana wake kuingia kwenye fursa. Lakini nieleza kwa kina namna ya kupata mtaji na namna ya uwezeshaji, kwa maana ya kwamba elimu. Sasa tukiachana na hichi kigezo cha umri, kwa maana ya kwamba kijana, ningependa kufahamu vigezo vingine vya ziada mbali na hiki cha umri, kwamba kwa mtu ambaye atakayestahili kupewa, atakayeingia kwenye mchakato wa mafunzo mpaka kwenda kupewa fedha, anatakiwa awe na kitu gani kwa ajili ya kupokea hivyo vifaranga au kwa ajili ya kupokea huo mtaji. Asante. Ambavyo vinazingatiwa kwa hiyo kijana. Kweli vijana ni wengi, lakini je, hao vijana wote watakuwa wanufaika wa huu mchakato au wa huu mradi? Basi vigezo vipo kama ifuatavyo. Cha kwanza, kigezo kikuu ni kuwa kijana, umri wa miaka 18 mpaka miaka 35. Hicho ni cha kwanza. Kigezo cha pili, unatakiwa kuwa ni Mtanzania, yaani ni raia wa Tanzania. Sisi tunaelewana? Kwa sababu tunalenga kwenda kubadilisha maisha ya Mtanzania. Kigezo cha tatu, huyu kijana hatutaki tu kwamba awe ni kijana tu, lakini awe ni kijana anayejitambua. Kwa maana gani? Awe na namba ya NIDA. Yaani una miaka 18 mpaka 35, ni raia wa Tanzania, lakini uwe na namba ya NIDA. Kwa nini uwe na namba ya NIDA? Kwa sababu ya kigezo kinachofuata cha 4. Kigezo cha 4 ni kwamba huyu kijana atatakiwa kufungua akaunti maalum inaitwa Imbeju, inatolewa na CRDB Foundation, na hii akaunti haina makato yoyote, imelenga kuwezesha makundi maalum. Na hapa nitafafanua kiundani kidogo. Kwenye hizi kampuni zote tunazozijua, kampuni zote ziwe za simu au mabenki, ni kampuni la ujenzi, ni kampuni yoyote unayofahamu ya usafirishaji, kuna kipengele huwa kinaitwa kurudisha kwa jamii. Kurudisha kwa jamii.
jamii. Ndio maana utaona kuna kampuni au benki au taasisi fulani imetoa msaada labda wa madawati, imetoa msaada labda wa uniform, imetoa msaada labda wa kujenga barabara, au imetoa msaada au imejitolea kujenga au kusimamia bustani fulani ambayo pengine hiyo bustani ni ya serikali, labda ni roundabout. Sio, tunaelewana? Sasa hawa CRDB benki wao katika kurudisha kwao kwa jamii waliamua wabuni mitaji au wabuni mikopo ambayo inalenga makundi maalum. Kwenye hayo makundi maalum huwezi kumsahau kijana, huwezi kumsahau mwanamke, na huwezi kusahau wazee na watu wengine ambao wanasumbuliwa na changamoto mbalimbali ambazo zinawafanya waonekane wapo kwenye makundi maalum. Sasa wao CRDB wakishirikiana na AKM Ventures wakaona waje na solution au warudishe kwa jamii kupitia mikopo isiyo na riba. Kwa maana ya kwamba CRDB wao walikuwa wanalenga kuwawezesha kiuchumi vijana. Sio, tunaelewana? Lakini wao vijana huwezi ukapita ukaanza kugawa tu 10,000 kwenye kila kilingi ambacho unakuta vijana wamekusanyika. Au huwezi ukapita ukaanza kugawa 100,000 au milioni 100. Sasa ikaonekana inatakiwa wao vijana waandaliwe, wapewe mipango na mikakati, wakae katika namna wa uzalishaji. Yaani kwamba huyu kijana atakaposaidia mara ya kwanza asibaki kuwa mzigo kesho, ili yeye pia awe msaada kesho kwa mtu au kwa kijana mwenzie mwingine. Kwa hiyo ndio maana tukaja na huu utaratibu wa kwamba tunakuwezesha kimtaji uweze kufuga kuku kisasa. Kile tulichokuwezesha utakirudisha bila riba, utakirudisha kile kitu tulichokupatia kama mtaji, ili apewe kijana mwingine, wakati wewe unaendelea kunufaika na utaratibu huo. Kwa hiyo tukaanzisha utaratibu endelevu. Kwa hiyo kigezo cha kufungua akaunti CRDB ni kwa sababu naye ni mshirika kwenye huu utaratibu. Kwa hiyo ingekuwa ni benki nyingine pia ingekuwa ni kufungua akaunti kwenye benki. Lakini sifa maalum za hiyo akaunti ni kwamba ni akaunti ambayo haina makato ya mwezi wala gharama za uendeshaji za mwezi, ni free kabisa au ni bure. Sio, tunaelewana hapo? Kwa hiyo tunaenda kwenye kigezo kingine. Kigezo kingine tunamlenga kijana ambaye analo banda la kufugia kuku. Samahani kidogo. Ana banda la kufugia kuku au ana uwezo wa kujenga banda la kufugia kuku. Sio, tunaelewana hapo? Sasa mtu anaweza kujiuliza kwamba natakiwa nijiandae ile banda ndani ya muda gani? Maandalizi ya banda inatakiwa yaendane na uwezo wako wewe. Sio, tunaelewana? Sisi tutakuwezesha vifaranga, chakula, madawa, mafunzo na ushauri wa kitaalamu na usimamizi wa kitaalamu. Yaani tutakuwa tunakusimamia wewe kitaalamu, kwamba tutakuwa tunakusanya taarifa kutoka kwako wewe, vipi, kitu gani kinaendelea, leo umeshafikia stage gani, au tuseme kwamba zimeshapita siku kadhaa, inatakiwa fanye jambo kadhaa. Itakuwa ni hivyo. Yaani kama tunakulea, na tumetoka kwenye kuwalea watu kwenye vituo vyetu. Tuna kituo chetu kipo Tanga, mahali panaitwa Tumbilini. Tuna vituo kama hivi, vituo ambavyo vilikuwa vimeanzishwa na serikali hapa Dodoma. Kwa hiyo tuna incubation center ambazo tunawaandaa vijana katika sekta hii ya kilimo. Tayari hiyo vipo, lakini sasa baada ya kile kituo kufanya vizuri, ndio tumeamua tutoke sasa tuwakute vijana katika mazingira yao halisi ambayo wamekulia, ambayo wamelelewa. Sio, tunaelewana hapo? Kwa hiyo kigezo kingine itakuwa ni kuwa na banda. Sasa ili banda unaweza ukawa nayo leo au leo unaweza ukawa hauna, bado haujachelewa, kwa sababu hii ni mchakato endelevu. Kwa hiyo yule ambaye tayari ana banda sasa hizi anapata neema, kwa maana ya kwamba tutapomaliza hichi kikao tunawatembelea wale wote wenye mabanda, tutamwagiza mtu wa CRDB aje awafungulie akaunti, na hao watakuwa wameingia moja kwa moja kwenye mchakato, ambapo mwishoni mwa mwezi wa sita watakuwa wanapokea vifaranga kwa awamu ya kwanza.
Wanapokea vifaranga vya awamu ya kwanza mwezi wa 6 baada ya kuwa hapa katikati wameshapewa mafunzo. Leo hii sisi tunaondoka na namba sahihi kwamba vijana wangapi wana mabanda na wapo tayari kuendelea na mchakato. Sisi tunaelewana. Kwa hiyo kama huna banda haijachelewa. Unaweza kaanza kujiandaa banda awamu nyingine ukapata. Au unaweza kaandaa banda ukasema mimi naingia kwenye unenepeshaji. Sisi tunaelewana. Au mnaweza mkaandaa kikundi chenu kama vijana mkasema sisi tunasubiri tuwe tukabidhiwe machinjio. Sisi tunaelewana kwa sababu hivi vitu vinaenda kwa mfuatano. Yaani tukianza leo ndio tumeondoka hapo. Yaani kwa ratiba yetu ya Itigi mtatuona mara kwa mara kwa sababu tutarudi kwa ajili ya mafunzo, kwa ajili ya kuandaa hiyo vikundi ili kila mmoja aweze kufikiwa. Lengo letu ni nani? Kijana mwenye sifa gani? Ndio hizi nilizozisema. Baada ya semina hiyo, wananchi walikuwa na haya ya kusema. Naam, jina langu naitwa Ramadhani Shabani Hussein. Mimi natoka kata ya Tambukareli, halmashauri ya wilaya ya Itigi. Lakini kwenye TK Movement mimi ni mjumbe idara ya elimu na mafunzo ngazi ya halmashauri ya wilaya ya Itigi. Leo tumekusanyika hapa katika kata ya Itigi mjini kwa ajili ya kupata mafunzo ya ufugaji wa kuku aina ya broiler kutoka katika kampuni ya AKM Breeders Company ambayo ina makao makuu yake yako Dar es Salaam. Tumeweza kupata mafunzo ya awali namna gani tunaelekea zoezi la ufugaji huu wa kuku, na ni fursa adhimu ambayo tumeipata katika halmashauri yetu ya Itigi, hususani hapa katika kata ya Itigi mjini. Mafunzo haya tumepata ya awali, lakini ya kina zaidi yanakuja, ambayo yatatupelekea sisi kupata fursa ya ufugaji wa kuku, namna ya kuwatunza na kutafuta masoko kwa ajili ya uuzaji. Mafunzo haya yanapelekea wakazi na wote watakaonufaika na fursa hii kuweza kujikwamua kiuchumi katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, familia kama familia, na kikundi kwa ujumla, kulingana na mahitaji ya kila mmoja namna ambavyo amejiunga katika kikundi hiki. Ni furaha kwangu na wana Itigi na wanajamii wote kuweza kupata fursa hii, kwani inakwenda kutuondoshea adha ya kuwa ombaomba, inatuondoshea adha ya kuishi na kuku, na sasa tunaenda katika zoezi la kufuga kuku. Niseme tu, ninaiona jamii ya Itigi ikienda kubadilisha maisha kutokana na ufugaji ambao utakwenda kuendelea. Nikiripoti kutoka viwanja vya kata ya Itigi mjini, mimi ni Ezekiel Joseph, Itigi TV.